nataka nitoe siri. Hii michuano sisi budget ya hii ligi ni almost zaidi ya milioni 45 ambayo tumewekeza kwenye hii ligi. Ndio maana jezi zetu hatujaenda tukanunua soko Marungu, wala hatujaenda soko gani pale Mwanga tukachukua jezi ndo tukaleta tukaenda kuprint. Hizi jezi zimetoka nje ya nchi, zimepanda meli. Kama unabisha unakuja tunakuonesha mpaka receipt. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mashindano ya MNFM Cup ni moja ya mashindano makubwa kuwahi kutokea katika mkoa wa Kigoma, ambayo yanahusisha vijana waliojiajiri katika fani ya usafirishaji, yani bajaji pamoja na bodaboda. Mashindano haya yataanza mwezi wa 5 na yatakwenda hadi mwezi wa 8 na yatashirikisha timu 14 ambayo yatashindana kwa mtindo wa mtoano au knockout, na mshindi atajishindia milioni 1.5, mshindi wa pili atajishindia milioni 1 na mshindi wa tatu atajishindia 500,000. Mashindano haya yataenda sambamba na kutoa elimu katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni usalama barabarani, eneo la pili masuala muhimu ya kijamii na kiuchumi, na eneo la tatu kukuza fursa ya uchumi kwa vijana na wajasiriamali waliopo katika mkoa huu. Kwamba tuna tabia ya kuamini kwamba bodaboda ni watu si watulivu, kitu ambacho huwa siamini. Tunaamini kama bodaboda ni watu wafujo, kitu ambacho huwa siamini. Mimi naamini bodaboda ni Watanzania na ni watu wanajali maisha yao na wanajali maslahi ya watu wanaowabeba. Leo tunaendelea kwenye msimu wa pili. Tunapokwenda kwenye msimu wa pili wa ligi hii ya mpira wa miguu ya MNFM, niwapongeze sana MNFM kwa sababu wameongeza wigo wa mashindano haya kutoka timu 8 hadi timu 14. Tuwapige makofi kwa jambo hilo. Jambo kubwa ni nyinyi kuwa wamoja, kushirikiana, kutumia vipaji vyenu, wengine wakawaona, kuleta mshikamano kupitia michezo. Kwa sababu inawezekana kabisa gharama za kugharamia timu zenu kukutana, muda unaopotea unaweza usilingane na zawadi inayotolewa. Lakini jambo la msingi sio zawadi. Jambo la msingi ni umuhimu wa michezo. Umuhimu wa vijana kuonyesha ushirikiano na mshikamano na kuonyesha vipaji vyao. Tumie fursa hii kuwapongeza sana MNFM kwa jambo hili kubwa ambalo wamekuwa wakilifanya kwenye wilaya yetu ya Kigoma. Kwa upande wangu, ama niseme kwa ujumla, kama kiongozi mhamasishaji wa madereva bodaboda na bajaji mkoa, sisi tumelipokea jambo hili na tuko pamoja, niwaahidi. Lakini pia nipende kuwaomba ndugu zangu maafisa usafirishaji wote ambao wamechukua fomu kwa ajili ya mashindano haya, tufuate taratibu zote. Nafikiri kiongozi ameshatoka hapa amezungumza, tufuate taratibu zote, lakini pia tuheshimu sheria. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.